Baada ya jana kule Algeria Yanga kuangukia pua katika uwakilishi wa taifa letu katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika CAF Champions League. Hatimaye leo ni siku kwa upande wa wekundu wa Msimbazi Simba Sport Club kuchangisha karata zao katika michuano ya shirikisho Afrika, anamaanisha CAF Confederation Cup, na leo hii wanakwenda kukaribishwa na CS Constantine ya pale Algeria, kule ambapo Yanga wapo Algeria, lakini wako kwenye mji wa Constantine. Leo hii mwalimu Fadlu Davis pamoja na kikosi chake na majeshi lake anatarajiwa kushuka dimbani kwa ajili ya kupambana kuweza kupata alama nyingine 3 kuweza kujihakikishia nafasi nzuri ya kuweza kusonga katika hatua ya robo final. Tukumbuke tu Simba katika mchezo wao wa kwanza wa nyumbani dhidi ya Bravos Domaquis walifanikiwa kupata ushindi wa goli 1-0, lakini CS Constantine wakiwa ugenini pia dhidi ya Sfaxien ya pale Tunisia wanaweza kupata ushindi wa goli 1-0. Mbinu za namna gani ambazo Simba wanapaswa kwenda nazo, ama tahadhari ya namna gani ambao wanapaswa kwenda nayo katika mchezo huo? Nasema Simba inaendelea kujifua ikiwa Algeria kwa ajili ya mchezo wa pili wa kombe la shirikisho Afrika dhidi ya CS Constantine utakaopigwa siku ya leo kuanzia saa 1 usiku kwenye uwanja wa Mohamed Hamdoui nchini Algeria. Wakundu hao ambao wamewahi kufuzu robo finali mara 5 kati ya 6 walizoshiriki mashindano ya Club Afrika wanashuka katika mchezo huo wa pili wa kundi A la mashindano hayo wakiwania kufuzu robo finali katika mchezo unaotajwa kuwa mkali na wa kusisimua. Lakini wakati ukitafakari mchezo huo, elewa kwamba kocha Fadlu Davis amepanga kufungia wenyeji wao booster zote ili kuhakikisha kwamba anarejea Dar es Salaam akiwa na pointi muhimu mikononi mwake. Simba na CS Constantine zilizopo kundi A kila moja ilishinda mechi ya kwanza na kujikusanyia pointi 3 kila moja na bao moja. Wekundu wa Msimbazi wakinyosha kwa Mkapa Bravos Domaquis ya Angola goli 1-0 kama walivyoshinda Algeria hao Sfaxien ya kule Tunisia kwa kuwafunga goli 1-0 wakiwa nyumbani kwao Tunisia. Kwa kutambua ugumu wa pambano hilo na kiu ya kuondoka na pointi ugenini, Fadlu Davis amesema hawatashuka kizembe uwanjani mbele wenyeji, kwani wanahitaji kukusanya pointi za kuwapeleka mbele katika kundi hilo analolitaja kuwa ni kundi gumu. Kocha huyo anajivunia wachezaji wenye vipaji na uwezo mkubwa wa kuibeba timu hiyo inayoshika nafasi ya pili katika msimamo wa ligi kuu, ikiwa pia ndio timu iliyofunga mabao mengi 22 na kufungwa mabao machache magoli 3 katika mechi 11, akiwemo Jean Chalawa, Steven Dese Mukwala, Leoni Christian Ateba na Deborah Fernandez Mapambo. Hawa wachezaji ndio ambao Fadlu Davis anajivunia kwa kuwa nao katika safu yake ya ushambuliaji na kiungo. Mbali na nyota hao wa eneo la mbele, lakini uwepo wa kipa Musa Kamara anayeongoza kwa clean sheet na mabeki wazoefu Shomari Kapombe, Mohamed Hussein Shabalala, Fondo Chemalone na wengine imemfanya Fadlu achekelea akiamini akijipanga vyema ataondoka japo na pointi 1 ugenini. Fadlu Davis katika mahojiano yake namnukuu akisema kucheza ugenini ni tofauti na nyumbani, lakini tupo hapa kwa ajili ya kufanya kila ambacho tunaweza ili kupata pointi ambazo zitatuweka kwenye mazingira mazuri. Wachezaji wangu wanaendelea vizuri na wanaonyesha kuwa wako tayari. Hatutakaa nyuma, tutacheza kwa nidhamu huku tukicheza soka letu, amesema Fadlu Davis na kuongeza, tulipata muda wa kuwasoma wapinzani wetu, tunajua ubora walionao, lakini muhimu zaidi nguvu zetu tumeweka katika maandalizi yetu na mpango ambao naamini unaweza kufanya kazi. Katika mchezo uliopita Simba ilishinda bao 1-0 kwa penalty kupitia Jean Chalawa aliongoza kuhusika na mabao mengi ligi kuu akiwa na wekundu wa Msimbazi akifunga mabao 5 na kwa assist 4 hadi sasa akiwa amehusika jumla kwenye mabao 9 ya timu hiyo. Kwa upande wake kocha wa CS Constantine Keiradini Madui ameonyesha kuwa na pigo katika kikosi kutokana na kukosekana kwa wachezaji watatu muhimu wa kikosi cha kwanza kabla ya mchezo huo. Wachezaji hao ni kiungo mshambuliaji Abdel Nur Ihebu Benchoksin mwenye mabao 2 na assist 1 katika michezo 10, na kiungo mkabaji Salfu Tapsoba aliyetumika katika michezo 6 na mshambuliaji mmoja Mondera Temine. Akizungumzia hilo, Madu amesema
tunapokosa wachezaji muhimu tunajua kuwa tutakutana na changamoto kubwa. Hii ni hali inayotufanya tuwe na wasiwasi, hasa kwa kuwa Tamine, Belohusini na Tapsoba hawatakuwepo. Tamine na Belohusini hatutakuwa nao kutokana na majeraha. Tapsoba ameondoka kwa ajili ya majukumu ya kimataifa, ameongeza Madui na kusisitiza licha ya vikwazo hivyo anatarajia timu itapambana kwa nguvu ili kuhakikisha wanapata matokeo mazuri. Madui amesema licha ya changamoto za kiufundi timu yake ina morali ya kupambana. Anasema Simba ni timu inayoheshimiwa sana katika mashindano ya kimataifa kutokana na uzoefu wake na tunahitaji kujiandaa kwa makini, amesema kocha huyo. Hata hivyo, sare ya hivi karibuni dhidi ya Union Biskra imetufanya tujiamini. Walitoka nyuma na sasa tunajua kuwa mchezo huu ni muhimu zaidi. Pointi zake zitakuwa na umuhimu mkubwa kwa safari yetu ya kufika mbali katika michuano hii. Takwimu zinaonyesha katika michezo mitano iliyopita mashindano yote nyumbani na ugenini ikiwemo mmoja kombe la shirikisho, CS Constantine inaongoza msimamo wa ligi kuu Algeria. Imeruhusu mabao 3 na kufunga 5 ikiwa na wastani wa kuruhusu mabao 0.6 na kufunga ni bao moja kila mchezo. Ndani ya michezo mitano mwisho ikiwa nyumbani, CS Constantine imeruhusu bao katika michezo minne. Ni mchezo mmoja tu ambao nyavu zao hazikuguswa ambao ni dhidi ya USM Alger, kitu ambacho kocha Faldu anaweza kutumia udhaifu huo kuwa faida kwa upande wake. Wakati CS Constantine ikionekana kuwa na timu inayofungika kulingana na takwimu za michezo yao mitano iliyopita, Simba inaonekana kuwa na safu kali ya ushambuliaji ambayo imefunga mabao 10 katika michezo yake mitano iliyopita. Wana wastani wa kufunga mabao 2 katika kila mchezo. Ni kuelekea katika mchezo wa jioni ya leo kati ya CS Constantine dhidi ya Simba Sport Club ambao Simba watakuwa ugenini katika mchezo wa CAF Confederation Cup. Ni kipi ambacho kitajiri huko? Tusubirie. Jicho litakuwa likiangaza kule Algeria katika mji wa Constantine kuweza kujua Simba wataibuka na matokeo gani. Je, nao watafanikiwa kuipeperusha vyema bendera ya Tanzania au watangukia pua kama wapinzani wao ama watani wao wa jadi Yanga? Hatujui. Usisahau kusubscribe katika YouTube channel yetu ya Rinyo Update TV kwa ajili ya taarifa nyingi zaidi za kimichezo. Hapa ndo kwake. Karibu katika Rinyo Updates kwa taarifa mbalimbali za kimichezo. Hapa utapata uchambuzi, matokeo na matokeo mbalimbali ya kimichezo, burudani, lakini pia habari mbalimbali za kisiasa, kijamii, kidiplomasia na nyinginezo nyingi zaidi. Usisahau kusubscribe katika YouTube channel yetu Rinyo Update TV kwa taarifa hizi kem. Hapa ndo kwake.